Wakala wa nishati vijijini yani REA, Mheshimiwa Spika, imeweza sasa kupeleka umeme kwenye vitongoji vyote 12318 sawa na vile ilivyoahidi kwenye ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2020. Aidha, katika ilani ya uchaguzi 2020, malengo tuliyokuwa tumewekewa sisi ya kuhakikisha kuwa maeneo ya pembezoni tunayapelekea umeme, Mheshimiwa Naibu Waziri ameeleza visiwa 181 vyote vile tunapambana kuvipelekea umeme katika kipindi hiki. Nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge na bunge lako tukufu kuwa mpango tulionao kwa sasa, tunaendelea na mpango wa kuongeza vitongoji 9,000 ambavyo vimetangazwa na wakandarasi wamekwisha kupatikana. Na mimi nataka niwahakikishie kuwa hatujui ilani ya uchaguzi itatueleza lini baadaye, lakini sisi tumeanza hata kabla ya hiyo ilani kupeleka umeme vitongojini ili wananchi waweze kupata umeme. Nataka nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake kwenye kupeleka umeme. Na hili Mheshimiwa Spika, labda niwape ushuhuda waheshimiwa wabunge kuwa katika kitu kimoja wapo kilichofanya Tanzania kuwa mwenyeji wa Energy Summit Africa na kuwaleta wakuu wa nchi wote Afrika, tulivyopimwa na World Bank, nchi iliyoongoza kwa kupeleka umeme vijijini tulikuwa sisi Tanzania. Mpango wa kupeleka umeme kwa wananchi kupitia kile kinachoitwa Mission 300, mpango unaochukuliwa kwa mfano ni mpango wa Tanzania. Hivi ninavyozungumza hapa, katibu mkuu wetu alikuwa Marekani kwa ajili ya kupeleka mpango wetu kwenda kupresent, maana hiyo ndiyo model inayotumiwa na wengine. Inawezekana hapa ndani tukajidharau, lakini huko kwingine nje wanatuona sisi ni wakubwa mno, tunahitaji kuigwa. Nataka niwaombe waheshimiwa wabunge, tembeeni kifua mbele, tembeeni mkijiamini kuwa sekta ya nishati iko mikono salama chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi wasaidizi wake hatutamwangusha kwenye jambo hili. Tutasimama wakati wote kuhakikisha kuwa Watanzania wanapata umeme. Na Mheshimiwa Spika, huwa nawaeleza wenzangu kwenye sekta ya nishati, kama kuna sekta hahitaji kusema sana ni hii, ni umeme. Umeme ukikatika hauhitajiki maelezo, umekatika. Hayo maelezo mengine baki nayo, watu wanaochotaka ni umeme basi. Hata ungekuja na misamiati yoyote unayoijua ukajieleza kwa ufundi unaoujua, kama watu hawaoni umeme, ni kama tu unapiga gitaa kwa wimbo watu ambao haujui. Nataka nikuhakikishie kwa Mheshimiwa Spika, tutahakikisha kuwa kila linalowezekana kazi ya kupeleka umeme inaendelea. Mheshimiwa Spika, imeelezwa kwa uchungu sana bei ya kuunganisha umeme kwa wananchi vijijini na mijini na mapendekezo yaliyotolewa na kamati. Labda nieleze la kwanza kwamba serikali, bei ya kuunganisha umeme kwa sasa ni shilingi 67 kwa maeneo ya vijijini na vijiji miji. Serikali inaendelea kuunganisha umeme kupitia mpango mahususi wa national wa nishati ya National Energy Compact kwa mwaka wa fedha 2025-26, yani budget hii tulionayo. Serikali kupitia REA imetenga shilingi bilioni 40 ili kuanza kuunganisha umeme wananchi kwa shilingi 27,000 katika maeneo mbalimbali yenye sura ya vijiji miji. Serikali imekuwa ikitoa ruzuku ya wastani wa shilingi 58 ya gharama za kuunganisha umeme kwa wananchi, lakini wananchi hulipia kiasi fulani ambacho bado wabunge wamesema ni kikubwa. Mheshimiwa Spika, baada ya kuwa tumejadili jambo hili kwa kina kwenye kamati, tuliamua kuunda kamati. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, hili ni jambo linalohusiana na uchumi, linalohusiana na fedha, haliwezi kutamkwa bila uchambuzi. Naomba waheshimiwa wabunge kwa heshima na unyenyekevu mkubwa mtupe muda. Tuna timu tumeiunda ya kwenda kuangalia namna gani tutapunguza gharama ya kuwaunganisha wananchi vijijini kwa ajili ya kuwapelekea umeme. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, kwenye mradi wetu wa compact ambao Benki ya Dunia FDB wanatufadhili pamoja na wafadhili wengine, tumepewa target ya kuunganisha wateja milioni 8. Milioni 8 ukijumlisha na wale waliokuwepo milioni 5, tunatakiwa itakapofika mwaka 2030 tuwe tumeunganisha wateja milioni karibu zaidi ya 12. Sasa Mheshimiwa Spika, tumeambiana wizarani kuwa kwa hali ya kawaida kama tumeunganisha wateja milioni 5.2 kwa kipindi chote toka tumekuwepo, ni muujiza gani huu tutakaokuwa nao wa kuwaunganisha wateja milioni 8 ndani ya miaka 5? Maana yake ni kwamba ni lazima kuwe na utaratibu ambao sio wa kawaida uliozoeleka tuliokuwa tukifanya miaka yote katika uunganishaji wa wananchi. Na mojawapo ni kuangalia ni kitu gani kinachowakwamisha wananchi kuunganishwa na huo umeme. Mheshimiwa Spika, kila mbunge ameeleza hapa kwamba moja ni gharama, lakini mbili,
hizi gharama zote hawaziwezi wananchi. Tumeunda hiyo timu ikatufanyia uchambuzi, tuletee majibu, na naamini wakati fulani tutawahusisha na waheshimiwa wabunge ili muweze kujua ni kitu gani tunachofanya. Lakini nataka niwahakikishie kuwa tunalifanyia kazi jambo hili ili uunganishaji uweze kuwa rahisi, na hili linalozungumzwa la watu kuweza kuunganishiwa umeme kwa bei nafuu tutalifikia. Lakini unganishe hilo hilo pamoja na gharama za umeme. Mheshimiwa Spika, gharama za umeme yani tarifu kwenye nchi yetu hazijapitiwa kwa muda wa miaka 10. Kwa sasa tunazipitia kupitia EWURA. Naomba mnikubalie waheshimiwa wabunge kwamba jambo hili ni la kiuchumi, ni la kisayansi, linahitaji uchambuzi, kuwashirikisha wadau na wadau mbalimbali watoe maoni yao. Naomba tuwape nafasi EWURA kama regulator independent afanye kazi yake bila kumuingilia, ili atuletee taarifa hizi gharama za umeme maana yake nini na nini kifanyike ili wananchi waweze kupata nishati ambayo inahimilika. Kwa hili na lenyewe tunalifanyia kazi. Mheshimiwa Spika, imeelezwa hapa habari ya vituo vya kupoza umeme. Ili kukabiliana na changamoto katika umeme, serikali ilikuja na mpango wa grid imara kwa kujenga vituo vya grid vya kupoza umeme kwa kila wilaya. Hatua zifuatazo zimechukuliwa na serikali. Moja, tumeshanunua viwanja kwa ajili ya kujenga vituo kwa ajili ya wilaya zote nchini. 2, tumeamua kujenga kwanza vituo 14 vya kuanzia, na Mheshimiwa mbunge wa Kiteto, wakili Ole Kaita Kiteto ni moja wapo watakaoanza kujenga katika awamu ya kwanza. Lakini utekelezaji utaendelea katika wilaya nyingine kadri tunavyoendelea, lakini wilaya nyingi zitahakikishwa kuwa tunazijengea. Mheshimiwa Spika, tunahitaji vituo vya kupozea umeme nchi yetu, vituo 216. Vilivyopo ni vituo 132. Maana yake ni kwamba tuna upungufu wa vituo 84. Kituo cha kupozea umeme cha grid, yani grid substation, gharama ya kukijenga kituo kimoja ni bilioni 35. It's expensive. Na kituo cha kawaida kile kinachopokea umeme kwenye msongo wa kilovoti 33, kituo kimoja ni bilioni 8. Maana yake ni kwamba zinahitajika fedha nyingi ili tuweze kujenga. Hatuwezi kufanya vyote mara moja. Tunachohitaji mahali pengine tutaweka switching station ili tugawanye njia. Kwa mfano pale Mto wa Mbu, kwa sababu ile line ya kutoka Arusha unakwenda mpaka Ngorongoro ni ndefu sana. Ile line peke yake ina urefu wa kilomita 1400. Maana yake ni kwamba line yote ile haina substation, haina chochote. Akitokea hata mtu anaendesha gari akagonga nguzo moja, maana yake walio upande mwingine wote wanakosa umeme. Tumeamua kuweka mkakati maalum wa kuweka switching station kwenye maeneo ambayo tunadhani ni nafuu ili tuweze kutenganisha hizo njia, watu waweze kupata umeme.